Tukiangalia dalili zote, kila mmoja ametegemea dalili ambayo ina nguvu. Kila mmoja ametegemea dalili ambayo ina nguvu. Kwa kuangalia katika hilo katika al-mawsu'at. Nukta ya pili ambayo naizungumza ni jam'u au al-jam'u baina as-salatayn, kuunganisha baina ya sala mbili. Hapa tumemaliza upande wa safari, ambapo upande wa safari tulizungumza zaidi al-qasr, kufupisha rakaa mbili, rakaa nne, tukasali rakaa mbili mbili. Hili halimuhusu zaidi ya msafiri. Mgonjwa haingii katika al-qasr na mengine yote haingii katika al-qasr. Ni msafiri peke yake ana ruhusa ya kupunguza, na anaweza kuzisali swala zote katika wakati wake. Akasali adhuhuri wakati wake, alasiri wakati wake, isha wakati wake, lakini akasali rakaa mbili mbili, yajuzu kwake. الجمع بين الصلاتين، kuunganisha baina ya sala mbili. الجمع بين الصلاتين tunakusudia an yusalla الظهر والعصر، kusaliwa dhuhur na alasiri, au al-maghrib wal-isha, au magharibi na isha, fi waqti ihdahuma, katika wakati mmoja katika nyakati hizo. Jam'u taqdim au jam'u ta'khir. Jam'u taqdim au jam'u ta'khir. Jam'u taqdim ni nini na jam'u ta'khir ni nini? Tuchukue sala ya dhuhur na alasiri. Tukianza na jam'u taqdim. Jam'u taqdim maana yake ni kusanya kwa kutanguliza. Sala ya dhuhuri inasaliwa muda wa dhuhur saa 7, tujalie moja kwa moja saa 7 moja kwa moja. Msafiri yupo safarini, imemuingilia kwake yeye sala ya adhuhuri, yupo safarini, ana ruhusa ya kusali sala ya adhuhuri rakaa mbili kwa wakati wake, lakini vile vile ana ruhusa ya kukusanya baina ya sala ya adhuhuri na sala ya alasiri. Katika upande wa jam'u taqdim, kwa maana kwamba anaitanguliza sala ya alasiri usiokuwa wakati wake, anaivuta alasiri kuileta wakati wa adhuhuri, ndio kitu taqdim. Ameitanguliza alasiri kabla ya wakati wake, ataiswali adhuhuri rakaa mbili, yusallim, atatoa salamu, kisha ataswali alasiri muda ule ule wa adhuhuri rakaa mbili tena. Kuhusu iqama na adhana tutoa maelezo hapa biidhnillah tabaraka wa taala. Hii ndio jam'u taqdim, kwa maana ukiingia wakati wa alasiri yeye hatosali tena alasiri, atafanya mambo yake, na kama yupo sehemu ya msikiti akiamua kuingia atakuwa ameingia kama ni nafila, ikiwa tutakubaliana kwamba msafiri anaswali an-nafila, sawa. Na jam'u ta'khir manake ni kuichelewesha swala ile iliyoingia mwanzoni, kuipeleka wakati wa kuchelewa, wakati ambao sio wa kwake. Nayo ni inapoingia swala ya dhuhuri, wewe husali, unaiacha dhuhuri, kusudi jo swali ya dhuhuri wakati wa alasiri, kutasali rakaa mbili za dhuhuri wakati wa alasiri na rakaa mbili za alasiri wakati wa alasiri. Wakati wa dhuhuri huku wewe hukusali muda wake. Na vile vile baina al-maghrib wal-isha, jam'u taqdim na jam'u ta'khir. Utasali magharibi rakaa 3, kwa sababu magharibi haipunguzwi, rakaa 3 wakati wa maghrib na rakaa 2 za isha wakati wa maghrib, jam'u taqdim. Au utasali rakaa 3 wakati wa al-isha za maghrib na rakaa 2 za isha wakati wa isha, ukaacha wakati wa magharibi kwa msafiri. Sala ya alfajiri haiunganishwi na sala yoyote. Sala ya alfajiri haiunganishwi na sala yoyote, na wala hakuna jam'u baina al-asr wal maghrib, kwa sababu haya mambo kiazungumza watu wanabeba kama yalivyo tu basi. Jam'u basi na mimi msafiri naunganisha tu, naunganisha atakavyo yeye.
Ingekuwa yafaa hivyo basi tungeonyesha kuanzia alfajiri mpaka isha, kisha siku nzima ukafanya mambo yako kwa utulivu kabisa, una pressure ya swala. Swala alfajiri hapa raka 2, kisha baadaye ukainuka swala ya dhuhuri raka zako 2, kisha alasiri raka zako 2, magharibi 3, isha raka 2. Kwa kweli siku umeimaliza. Alfajiri haiunganishwi na swala yoyote, kinachounganishwa ni baina adh-dhuhri wal 'asri bas na al-maghrib wal 'isha bas, sio al-fajr wal dhuhr. Hakuna jamu hiyo, wala al-'asr wal maghrib hakuna jamu hiyo, wala al-'isha wal fajr hakuna jamu hiyo. Nimeeleweka? Nimefahamika? Haya, hii ni katika upande wa al-jamu, maelezo yake. Ama mashru'iyya, jambo hili ni jaiz biijma'i ulama, ni kujuzu kwa makubaliano ya wanawachuoni, kujuzu kwa makubaliano ya wanawachuoni. Kuna kauli mbili za wanawachuoni katika hili. Kauli ya kwanza wanasema لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها. هيجوز kufanya jamu isipokuwa يوم عرفة. عرفة wanaingia watu pale sababu Arafa inaanza baada ya zawalu ash-shams, binaza Arafa baada zawali shams, baada ya kupetuka kwa jua, kwa maana kuingia sala ya adh-dhuhur. Sawa? Sasa swala ya dhuhuri pale wanaswali na alasiri pale, ndo panajuzu peke yake. Ama nyingine wanasema haijuzu. Na Muzdalifa, kwa sababu wakitoka pale watu wanakwenda kulala Muzdalifa, na wanatoka pale قبيل المغرب بعد يا غروب الشمس, تصلي كل المغرب na al-isha pamoja, kisha watalala pasina kusali qiyamul layl. Hii ni madhehebu ya Abi Hanifa na riwaya ya Malik, na amesema al-Hasan wa Ibn Sirin, na dalili yao walipoisoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, hakika sala ni faradhi iliyowekewa wakati maalum. Wa anna almawaqita thabatat bitawatur, na wanasema nyakati za sala zimethibiti kwa hadithi mutawatir, fala yajuzu tarkuha li khabari al-ahad, haijuzu kuacha kwa hadithi zilizokuja ahad. Kisha mwandishi wa kitabu akapiga alama za mshangao 2 kuonesha kwamba hii kauli si ya sawa, sababu mutawatir yaweza ikapingwa kutumia hadithi ahad. Muhimu ni kusihi tu kwa hadithi. Na hadithi Ibn Mas'ud ambayo amesimulia Imam al-Bukhari na Muslim, pia dalili yao wanasema, anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salla salatan lighairi miqatiha illa salatayn, sikumuona mimi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiusali sala usiokuwa katika wakati wake isipokuwa sala 2, جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، na swali alfajiri siku hiyo kabla ya wakati wake. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهو مذهب مالك وقيده باشتداد السير به، والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مروى من طائفة من الصحابة منهم
معاذ وأبو موسى وابن عباس وابن عمر واستدلوا بما يالي. Na wakatoa dalili katika yale yafuatayo. Hadithi ya kwanza ambayo dalili yao ni hadithi ambayo inasimulia Imam al-Bukhari 1111 na Muslim 704, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anasema Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha irtahala qabla an tazigha ash-shams akhara adh-dhuhr ila waqti al-'asr. Naposafiri Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wakati wa kabla an tazigha ash-shamsi, kupotea kwa jua, kwa maana katikati ya jua, huchelewesha adhuhuri kuswali katika wakati wa alasiri. Thumma nazala fajamaa bainahuma, kisha akashuka akaunganisha baina yao. Kadhalika hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma ambayo amesimulia Imam al-Bukhari 1106 na Muslim 45. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajma'u baina al-maghrib wal-'isha idha jadda bihi as-sayr. Napokuwa masafa safari yake basi unganisha baina al-maghrib wal-'isha. Kadhalika hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambayo amesimulia Imam al-Bukhari 1107. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal-'asri idha kana ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghrib wal-'isha. Anaunganisha baina ya maghrib na isha na nyinginezo katika dalili ambazo zimekuja kuonesha kwamba yafaa kuunganisha baina ya sala hizi mbili au sala hizi nne, adh-dhuhr wal 'asr kadhalika al-maghrib wal 'isha. Ama hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, muradi wake kwa ijmaa ya wanawachuoni kwamba aliunganisha, muradi wa hadithi dhahiri yake aliunganisha baina adh-dhuhri wal 'asr bi'arafa kadhalika al-maghribi wal 'isha. Wanasema haya ni katika yale ambayo yamezungumza Ibn Mas'ud. Wamehifadhi jam'u ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika safari isiyo kwa Arafa na Muzdalifa. Wengi ya masahaba radhiyallahu anhum, wengi ya masahaba wamehifadhi jam'u za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua na kutoshikana kauli hiyo tu. Kadhalika imekuja hadithi kwa yeye mwenyewe Ibn Mas'ud aliposema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u baina as-salatayn fi as-safar, anaunganisha baina sala mbili katika safari. Hadithi hii baadhi ya wanawachuoni wameitia kauli kwamba ina isnadi iliyokuwa dhaifu, lakini isnadi dhaifu hii zipo hadithi sahihi za jam'u. Kwa hadithi hii tuweza kuibeba kama ni shawahidi wa hadithi zile za jamu ambazo zimekuja kwenye Bukhari na Muslim. Na nifahamu watu wa hadithi mnaelewa, sio hivyo? Sawa? Kwa hiyo yafaa kuunganisha baina ya swala mbili kwa aliyekuwa msafiri. Hili limekaa sawa, halina shida. Je, itajuzu kuunganisha swala kwa asiyekuwa msafiri? Je, itajuzu kuunganisha swala kwa asiyekuwa msafiri? Naam, yajuzu kuunganisha swala kwa asiyekuwa msafiri. Kuna sababu ambazo zimetajwa na wanawachuoni katika hilo. Ya kwanza, aljam'u fil matar, kuunganisha katika jambo la mvua. Siku za mvua inajuzu kuunganisha baina ya swala mbili. Yajuzu jam'u adh-dhuhri ma'a al-'asri au al-maghribi ma'a al-'isha fi al-hadar bisababi al-matar 'inda al-jumhur. Bila ya jumhur yafaa, isipokuwa Imam Malik pekee yake amekhalif jumhur, yeye amehusisha zaidi itafaa kuunganisha kwa mvua swala magharibi na isha tu, sababu ndo za usiku ambazo
itaingiwa mashaka kuja kuziswali hali ya mvua. Ama al-asri na dhuhur hazifai kuunganisha kwa sababu ya mvua. Hii ni kauli ya Imam Malik. Lakini jumhuri ya wanawachuoni wanasema yajuzu kuunganisha baina dhuhuri wal asri na maghribi wal isha bisababi al-matar, kwa sababu ya mvua. Na wakastadili hadithi ya kwanza ni hadithi ya Imam Malik na al-Imam al-Baihaqi عن النافع أما يسمولي حديث نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. أنا سمع ابن عمر رضي الله عنهما ilikuwa wakiunganisha viongozi baina al-maghrib wal-isha kwa sababu ya mvua, na yeye huunganisha pamoja nao. Kadhalika hadithi iliyokuja mbele ya al-Imam al-Baihaqi na ameisahihisha al-Imam al-Sheikh al-Albani katika al-Irwa, hadithi ya Hisham ibn Urwa. Anasema Hisham ibn Urwa anna abahu Urwa, babake Urwa wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Abu Bakr ibn Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة katika usiku wa mvua idha jama'u baina as-salatayn wala yunkiruna dhalik, wala walikuwa hilo hawalichukii wala kulikataza. kadhalika hadithi ya Musa ibn Uqba ambayo imesimulia al-Imam al-Baihaqi, kadhalika amesahihisha al-Allamah al-Albani katika Adwa'ul Ghalil أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر نبقوا كنا مفوة. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أما مسمولي الإمام مسلم حديث 175 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، aliunganisha mtume sallallahu alaihi wasallam baina dhuhr na al-asri والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، pasina hofu wala mvua. Aliunganisha. Unasema na wachuoni kuunganisha kwake huku pasina hofu wala mvua ni dalili kwamba ikiwa kuna mvua ni aula kuunganisha kuliko jambo jingine. Hii ni ya kwanza. Yafaa kuunganisha kwa sababu ya mvua. Wayajma'u al-marid, na mgonjwa vile vile anaunganisha. Mgonjwa vile vile anaunganisha. Mgonjwa ambaye yajidu al-mashaqqata fi al-ityan bi kulli salatin fi waqtiha, anapata tabu kuileta sala katika wakati wake, kila moja katika wakati wake. Yeye huyu itafaa kwake kuunganisha baina ya sala mbili. Kadhalika wakataja wanawachuoni pia ambao watajuzu lilhaja al-aridha, kwa haja iliyozuka. Yafaa vile vile, si mgonjwa, hakuna mvua, lakini kuna haja iliyozuka. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmuu al-Fatawa ana maneno anasema hivi: was-sunna'u wal-fallahun. As-sunna' mafundi, sikize vizuri na wakulima. Idha kana fi
alwaqt alkhas mashaqqata alayhim, takapokuwa wakati ule maalum yamtia tabu yeye. Mfano, an yakuna alma'u ba'idan fi fi'li as-salah, maji yapo mbali katika jambo la kutekeleza swala. Wa idha dhahabu ilayhi watatahharu, itakapokuwa yeye ameyafuata maji kujitoharisha huko, ta'attala al-amalu alladhi yahtajuna ilayhi, kazi hii ambayo yeye anahitajia wanahitajia itakuwa ni yenye kuharibika. Falahum an yusallu fi alwaqti almushtarak, utasali katika wakati wa kushirikianwa. Fayajma'u baina as-salatayn, ataunganisha baina ya sala mbili. Mfano vile vile naingia hapa daktari ambaye ameingia katika al-amaliya, ameingia katika operation, wachukua masaa 5 operation. Jalie kaanza operation saa 5 au saa 6, operation wake adhuhuri itaingia, itamaliza baada ya swala ya asiri, kwa taswali ya dhuhuri na asiri wakati wa asiri. Sawa, kwa sababu yeye kuna haja al-aridha ni haja ya kuzuka, sio desturi yake. Umeeleweka? Sio desturi yake, kuna haja al-aridha iliyozuka, itaunganisha baina ya swala mbili. Kadhalika anayesimamia mgonjwa, mgonjwa huyo kuondoka kwake huyu yeye ndiyo tatizo la huyu mgonjwa, na amechelewa yule ambaye labda angemshikia nafasi. Sasa mgonjwa anaumwa, adhuhuri imeingia, yule ambaye takikana ajiashike nafasi hakuja. Je, aache kumwacha mgonjwa akaswali ya dhuhuri? Sema hapana, atakaa na mgonjwa ikiwa mgonjwa huyo kuondoka kwake ni mashaka kwa mgonjwa. Ikiwa hakuna tabu basi sawa, hakuna shida yoyote. Kama kuna tabu kuondoka kwa huyu anayesimamia, atakaa na mgonjwa mpaka atakapokuja yule ambaye anasimamia na kwenda kuswali. Kaja swala la asiri imeingia, ataswali ya dhuhuri na asiri wakati wa asiri. Hii tunasema ni alhaja al-aridha, ni haja iliyozuka, sio ada. Kinyume na mvua, ikija mvua, siku zote za mvua sisi tuunganisha, siku zote za mvua sisi tunaunganisha. Na mvua ambayo inaruhusiwa kuunganisha ile ambayo itapelekea balal, yani ukapata ukaroa, mvua hii inaroesha, basi mvua hiyo itafaa sisi kuunganisha swala biduni qasrin, pasina kupunguza. Biduni qasrin, pasina kupunguza. Tunasali dhuhuri rakaa 4 na la asiri rakaa 4 fi wakati adh-dhuhur, katika wakati wa adhuhuri. Sasa tufanye jamu ta'khir. Yafaa kufanya jamu ta'khir katika wakati wa mvua, yani mvua imekuja nipo nyumbani, kasema madamu kuna mvua mimi nipo nyumbani, si swali ya dhuhuri, taswali asiri. Sema hapana, utaiswali ya dhuhuri nyumbani kwa wakati wake, kwa sababu miongoni mwa mani ya kwenda msikitini ni mvua. Sawa, tupo msikitini sasa, mvua imenyesha muda wa dhuhuri, tutaswali ya dhuhuri na mvua inanyesha, hatujui la asiri kama itakuwepo haipo, tunaswali ya asiri kabisa. Sasa la asiri imekuja, mvua imenyesha haijanyesha, ili tuna sisi halitushuhudishi tena, tutaswali wakati wa dhuhuri. Tungasema pigina simu na imamu wako, kuna mvua hizi ya dhuhuri, basi tutasali asiri wakati wa dhuhuri. Kwa tunafanya jamu ta'khir, hakuna jamu ta'khir katika jambo la mvua. Sawa, mfahamu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Maswali yaandikwe kisha niletewe ili niweze kuyadurusu iwe vyema.